Baba mchungaji. Ndiyo. Nakumbuka siku unanifungisha ndoa mimi na mke wangu, ulitamka neno kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Na wakati wa mafundisho ya sisi wanandoa kanisani, mara nyingi unatufundisha kuwa uvumilivu katika ndoa. Kwa sababu uvumilivu ndio kila kitu katika ndoa. Uvumilivu, amani na upendo ndani yake. Lakini mimi kwangu nimevumilia sana. Baba, acha niwe muwazi leo. Mimi nimechoka. Siwezi tena kuvumilia. Jesus. Ananikaripia kama mtoto. Anarudi nyumbani muda anaotaka yeye. Na akirudi anakuta tayari nimeshapika na nimelala. Mke wangu nampenda, lakini kwa haya yanayonitokea, yanayonifanyia, nimechoka mchungaji. Jesus. Naniuma baba. Jesus. Nimekuelewa kwa unayoyazungumza. Lakini kitu ambacho natakiwa ni kusii na kukuambia, usikate tamaa. Na kama ulivyozungumza hapo awali, alichokiunganisha Mungu hakuna kinachoweza kuwatenganisha. Baba mchungaji, acha tu nifunguke. Wewe ni kama mzazi wangu. Mke wangu ametembea karibu na wapangaji wote pale nyumbani. Jesus. Mke wangu anapiga simu tukiwa kitandani, mimi na yeye tumelala, akipongezana na mwanaume mwingine kwa namna ambavyo amemshughulikia ipasavyo. Jesus. Niuma mchungaji, niuma. Kwa hayo majaribu unayoyapitia, usisahau kuwa Mungu ana makusudi na wewe. Hilo ni jaribu. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu. Alipita kwenye majaribu mengi sana, lakini aliyashinda. Inatakiwa usimame, inatakiwa upigane ili kuweza kushinda hilo jaribu unalolipitia. Baba mchungaji, mke wangu ananiambia mimi simtoshelezi kimapenzi. Jesus. Anasubutu akitoka, wakati mwingine anakuja na clip za video za ngono. Jesus. Akiwa anashiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine. Oh, Jesus. Eti lengo lake nijifunze kupitia wanaume wengine wanapomsugua vizuri. Inaniuma. Kijana, natambua maumivu unayoyapata katika moyo wako. Natambua ni jinsi gani unavyoumia kwenye moyo wako. Lakini hilo lisikufanye ukakata tamaa. Baba. Wengine wana mioyo aina gani? Mke wangu amenunua mafuta baba. Amenunua vitoi ambavyo vinafanania na uume wa mwanaume. Baada ya kumalizana naye mimi kwenye tendo, nikiwa hapo, anachukua mafuta yake, anachukua vitoi, endelea kujimaliza. Kwa hili jaribu ambalo unalipitia, linahitaji usimame imara, linahitaji ukemee. Labda nikurudishe nyuma kidogo. Kulikuwepo na nabii Hosea. Hosea amepita katika jaribu hili ambalo wewe unalipitia sasa. Kinachoniuma ni kwamba anasema wanaume wote warokole hatujui mapenzi. Na ukitazama hii ni video clip ambayo inamwonyesha mama mchungaji akiwa guest na kijana mwingine akishiriki tendo. Nashindwa kuelewa. Ndugu zangu, mna mioyo ya aina gani ya uvumilivu? Ni kwa namna gani mnavumilia? Mimi siwezi.
Mungu naomba unisamehe. Nisamehe. Nisikilize wewe. Naomba unisikilize. Kabla sijaikosea serikali, kabla sijamkosea Mwenyezi Mungu aliyeniumba pamoja na jamii yote inayonizunguka, naomba utoke nyumbani kwangu. Chukua kilicho chako, toka hapa nyumbani. Baba mchungaji, na umenisihi nisijaribu kumwacha mke wangu. Nini unafanya hiki? Huwezi kumwacha mwanamke kwa jambo lolote lile isipokuwa uzinzi na uasherati. Hili ni la kwangu mimi. Nenda kamaliza. God have mercy upon us.